Assalamu alaikum. Waislamu wenzangu katika imani, nataka niwape hadithi moja, lakini inshallah baadaye nitawaambia. Yes, ni taarifa za masikitiko, ni taarifa za kuhuzunisha. Hakika kifo ni fumbo. Kifo hakuna mtu anayejua atakufa lini. Kwa wenzetu wa Kristo wanasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake liendelee kuhimidiwa. Lakini uko mstari unaotufariji katika haya yote: heri wafu wanaokufa katika Bwana, maana wanapumzika katika shida yao. Ni heri mtu anapokufa akiwa ametenda mambo mema, na sio mtu anakufa na alikuwa anatenda matendo mabaya. Ukisoma katika kile kitabu cha Wathesalonike anasema, lakini sitaki msijue habari za waliolala, maana hakika sisi tulio hai hatutawatangulia hao, bali wote tutatwaliwa ili tuweze kumuona Masihi. Kifo ni fumbo. Hakuna mtu anayejua ni lini atatwaliwa. Hata mimi naweza tu wakati huu ninaongea nikapata kutwaliwa. Ni kwa sababu hakuna mtu anayejua atakufa lini. Kila mmoja atakufa kwa namna yake. Kila mmoja atakufa kwa aina ya kifo ambacho Mwenyezi Mungu amepanga amchukue kwa hicho. Hii ni Koni Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama subscribe, kisha utani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali tunazoziachia kupitia Koni Online TV, nyumba ya simulizi, nyumba ya maarifa, nyumba ya udaku, nyumba ya uchekesho, nyumba ya ucheshi. Na ni Itedoxnila ni Koni Online TV. Ngoja niendelee na kile kilichonileta hapa, japokuwa na masikitiko makubwa na huzuni nyingi sana juu ya wapenzi wa mwanamuziki maarufu ambaye miaka 25 alijitwalia utukufu mwingi sana kwa namna ya uimbaji na namna ambavyo alikuwa anachakata vyombo vya muziki, na wasanii mbalimbali wametoka katika mikono yake, kitu ambacho kimeacha simanzi kubwa sana juu ya watu ambao walikuwa wakimtegemea. Kuna video moja ambayo ina trendi sana, alikuwa akijisifu ya kwamba ana utajiri wa shilingi bilioni 5, lakini hivi karibuni tuliona zile bilioni 5 zikiwa zimeyeyuka, na akawa anaomba msaada kwa Watanzania ambao watakuwa wanawiwa kwa ajili ya kumsaidia, na Watanzania wakamtolea shiti sana, wakasema wakati wao wapo katika matatizo yeye hakuweza kuchangia kwa chochote kuweza kuwasemea. Hivyo walimtia knockout moja mashine. Mpaka leo hii ninapozungumza, huzuni imenitawala misili ya kulia kuto kunyamaza, lakini leso ikaribu kunisaidia kufuta machozi yangu yanayotoka, ili nisilie yanapotokea haya, ila nifurahi kwa sababu wanaokufa katika Bwana wamepumzika katika shida zao. Ulimwengu ipo ziki, lakini tumetakiwa tuweze kuishinda. Hivyo yule asiokoka ana hasara kubwa, kwa sababu anapoteza uhai, anapoteza roho yake, anapoteza nafsi yake, anapoteza mwili wake kwa bule kuzulula katika ulimwengu huu bila kufanya sababu yoyote ile ya maana katika ulimwengu huu. Ni bora uendelee kufanya mema, uendelee kutenda mema, ili siku unapokufa ukumbukwe katika mema. Watu wengi waliotenda mabaya, na hakika walipokufa walisifiwa kwa mabaya, lakini hilo sio jambo zuri kama utakapokufa na kusifiwa kwa mabaya. Ni bora ufe usifiwe katika mazuri, ili kila mmoja ashuhudie yale mazuri uliokuwa ukiyatenda. Mimi niishie hapa. Hebu isikilize video hii ya mtu huyu. Alikuwa akijinasibu ya kwamba yeye ana fedha nyingi, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni majonzi. Mwisho wa siku akaanza kuomba msaada, watu wakamtia knockout moja mashine ya kumtolea nje, na vyombo vya habari vikamtangaza sana. Mpaka leo hii imefika tamati ya huzuni nyingi kujaa kwenye moyo wangu, misili ya mtu ninayetapatapa katika maji, na hakuna tena namna ambayo nitaweza kuifanya
zaidi ya hii niliyoifanya.